السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, leo napenda tukumbushane kidogo kuhusu umuhimu wa kukumbuka kufa. Umuhimu wa kukumbuka kufa, jambo ambalo watu hawalipendi kweli, lakini hapana budi tukumbushane. Tunamshukuru Allah aliyetuzindua kwamba dunia vyovyote itakavyokuwa na mapambo yake yote yaliyopo na uzuri wake, lakini ni sehemu ya mtihani. Allah alituzindua kuhusu hilo, hakutuacha hivi hivi, kwamba kila itakavyokuwa dunia ni sehemu ya mtihani tu kupita, na mapambo yake ni ya muda, lakini mwisho maisha ni akhera. Kwa hiyo uzindushi ule aliotupa Allah, uzinduzi ule, maana yake ni kwamba kila tukikaa tuwe mauti tunayaweka kwenye akili, na kujisahaulisha mauti maana yake ni kubweteka. Ukibweteka utasahau kama dunia ni sehemu ya mtihani. Hatukuambiwa kwamba tujikumbushe mauti ili tuishe kifukara fukara, usihangaike kutafuta maisha. Hatukuambiwa hivyo, bali yawepo mauti ili tuweze kubalance maisha, tukijua kwamba tunapita. Ndilo lengo kubwa. Tuko vizuri? Kwa hiyo mimi nasema kwa kichwa cha habari kwamba kukumbuka mauti ni sababu ya furaha, ijapokuwa tunaona kwamba kukumbuka mauti kunaleta huzuni, sio? Lakini ni sababu ya kuishi vizuri. Kuyakumbuka mauti ni sababu ya mtu kuishi maisha yenye faraja na furaha. Vipi? Tutaona. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani, surati Ali Imran aya 185, kullu nafsin, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Lazima ni yenye kuonja mauti. Kitu chenye kuonjwa huwa kimemalizwa au kipo? Kwa hiyo ni kuonja tu mauti. Kishaonja basi, sio kwamba iwe ni mauti yanaonjwa alafu basi baada ya hapo hakuna mauti tena huko mbele, yashaonjwa basi, chana nayo. Maana yake ni kwamba tukishafika akhera, baada ya kufufuliwa, hakuna kuonja mauti tena, wala hakuna kula mauti tena. Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza na waja wake, awaambie, awaletee mauti kwa sura ya kondoo
baada ya kuwa watu wa peponi wamekwisha onyeshwa pepo na wa motoni wamekwisha onyeshwa moto, wanaambiwa vipi? Watu wa peponi, vipi, niwape kitu kizuri sana leo? Kwenye maana ya maneno, watu wanasema ya Rabbi, baada ya vyote ulivyotupa bado kuna kizuri tena? Anaambiwa kipo. Yale mauti yanaletwa kwenye sura ya kondoo, wanaulizwa watu, mnamjua huyu? Wangesema tunamjua, ni kondoo. Lakini wanasema tunamjua, ndiyo. Ni nini? Wanasema ni mauti huyo. Ameletwa kwa sura ya kondoo, wanamfahamu, kumbe huyu ni mauti. Walimjuaje watu? Allahu a'lam. Labda siku ile mauti alipokuja waliyaona na sura yake yako hivyo, mpaka yakiletwa pale wanasema huyo tunamfahamu, ni mauti. Wanaambiwa mbele yao, sasa huyu mauti yeye ndio tunamchinja, manake hayupo tena, anauawa. Kutakuwa kuna mauti tena? Kwa hiyo watu wa peponi, furahini na mlivyo navyo, na wa motoni kama kufurahi na haya na mlicho nacho tajua wenyewe, mauti hakuna tena. Alafu wanaambiwa kuanzia leo watu wa peponi nimewaridhia, siwakasirikii tena. Unaonaje? Ni furaha iliyoje hapo tena huko. Lakini tukishafika huko, Mwenyezi Mungu atufikishe huko. Kwa hiyo kila nafsi lazima itaonja mauti. Wa innama tuwaffawna ujurakum, na kwa hakika mtalipwa malipo ya shughuli zenu mlizofanya duniani. Lazima mtalipwa, tena kwa sawa sawa, mlipwe vizuri. Kwenye mazuri Allah analipa na nyongeza, kwenye mabaya Allah analipa kiasi kile kile tu. Mapenzi yalioje! Ukifanya zuri unalipwa na nyongeza, tena nyongeza nyingi nyingi, lakini kosa kiwango ni kile kile au kusamehewa. faman zuhziha anin nar wa innama tuwaffawna ujurakum yawm alqiyama, mtalipwa malipo ya shughuli zenu mlizofanya siku ya kiyama. faman zuhziha anin nar, yule ambaye atakuwa ametengwa na moto, yani kutengwa. Subhanallah, ni Mungu kwa rehema zake, tukiwa tumefanya juhudi hapa duniani, kiasi cha juhudi tu kuamua kumtii. Makosa yapo, ubinadamu, sawa? Lakini Allah kwa rehema zake, yale makosa mengi atafuta, yasamehe. Thumma tuzahzahu anin nar. Sasa faman zuhziha anin nar, yule ambaye ametengwa na moto, pamoja na hivi makosa vyake akatengwa na moto, wa udkhila aljanna, akaingizwa peponi, faqad faza, huyo amefaulu kwa hakika. Mwenyezi Mungu tujalie tufaulu. Wa mal hayatu dunya, wala hayakuwa maisha haya ya dunia, illa mata'ul ghurur, ila ni starehe fupi ya kubabaisha tu. Starehe fupi ya kubabaisha, inababaisha kweli, lakini ni fupi sana. Katika sunna za maisha, mwanadamu katika maisha yake huwa anapitia misiba mingi. Ni kawaida hiyo. Ili mtihani utimie, kuna misiba mingi tunaoipitia humu duniani. Misiba kwa maana ya matatizo. Misiba hapo tunaizungumza kwamba anapitia matatizo mengi, masaibu, anapata masaibu mengi, ndio misiba tuliyokusudia hapa. Lakini katika hayo masaibu anayoyapata mwanadamu kwenye maisha, msiba mkubwa ni kufa. Kwa nini? Kwa sababu msiba huu wa kifo unakata programu zote za siku ulizokuwa umezipanga, za mwaka, za miaka miwili. Hii matatizo mengine huja, lakini hayavunji kila kitu. Linaweza likaja tatizo kidogo, ukashikwa na tumbo la kuendesha, alafu linakwisha, au sivyo? Homa kali na nini, umepata dawa, alafu imekwisha. Mambo fulani yanasimama tu kidogo, alafu unaendelea. Lakini msiba wa kifo ulivyo mzito, unapangua programu zote, barnamiji yote imepanguliwa.
nilikuwa nimeamua kujenga pahali fulani, nitafanya hivi, tutakaa na familia yangu, kulikuwa kuna hiki nimekusudia, nimeshanunua kitu fulani na kitu fulani, vyote nimeshaweka. Haya, jengo limeingia, nimefanya hiki, nimefanya hiki, kila kitu nimekwisha weka. Allahu Akbar. Mebakia mambo kidogo tu. Pap, hayupo. Inabaki alikuwa amepanga hiki bwana, amepanga hiki. Jana kaniambia hivi, juzi kaniambia hivi. Tulikuwa tuko hivi. Basi inakuwa tulikuwa hivi. Program zote zimekatwa bila ya kupewa taarifa. Upewi taarifa. Kwa hiyo huu ni msiba mkubwa huu. Unapanga ratiba zote za siku, za mwaka, za mwezi. Anahamishwa mtu kwenye hatua fulani, anakwenda kwenye hatua nyingine kabisa. Alikuwa na mipango ya mambo fulani ya furaha, ameyapanga, yote yanaachwa kwa ghafla, anapelekwa kwenye maisha ya barzakh. Maisha ya barzakh. Kuna maisha mengine baada ya kutoka hapa. Ukitoka tu kwenye dunia ambao kuna kula mihogo na nini, unahamishwa, unakwenda kwenye maisha ya barzakh. Maisha ya barzakh yana mahusiano sana na roho na mwili ulioko ndani ya kaburi, bali hata baadhi ya nyakati na watu walioko hai kiroho, baadhi ya nyakati. Lakini sana ni maisha ambayo roho ya mtu imewekwa, ina mahusiano na mwili wake. Yaani hivi, umeona mwili huu? Umeona huu? Hapa ulipo bado ulikuwa una roho. Inapotolewa roho ichap, mwili huu umeachwa hapa. Roho hii imewekwa kwenye sehemu ambayo Mungu anajua, kama antena fulani. Sawa? Hapo ilipowekwa kama antena, jambo lolote linalotakiwa kuhusishwa huu mwili, basi likiletwa kwenye roho hii, ikahisi, hii inapeleka hapa antena hii. Tuko vizuri? Kama mtu alikuwa ni wa kuneemeshwa kaburini, basi Allah akimpelekea tu vile vitu vya kumfurahisha, hii antena hii inampelekea huyu, anaona neema zote pale kaburini. Na ikiwa alikuwa ni wa kusumbuliwa, akipelekewa ujumbe wa usumbufu, basi usumbufu wote unakwenda pale pale alipo, hata kama amekwisha oza. Na hilo sio gumu kueleweka, hebu tulielewe vizuri. Tunapokuwa tumelala majumbani mwetu, mambo yanayofanywa huko nje, watu wakicheza ngoma, unayajua? Pale upo kitandani, unajua kitu huko nje? Watu wakitaka kuiba huko, wewe unajua? Ewa. Lakini pale roho yako Allah ameichukua, ameipeleka sehemu kama vile barzakh. Kuna vitu unaweza ukavipata pale ambavyo mwenzio jirani havipati. Roho yako pale ilipowekwa, inaweza ikaonyeshwa, umesafiri, umekwenda pahali fulani, umekwenda harusini, umeletewa chakula, unakula, si ndio? Yule jirani yako ulilala naye, kama ni mume pale, iko habari hiyo. Kama ni rafiki, iko habari hiyo hapa jirani. Lakini yeye huyu mtu hapa ana mahusiano makubwa na ile roho yake, inachoonyeshwa pale, si ndio? Anaweza akaonyeshwa pale alipo, anafukuzwa na simba mpaka akapiga kelele akaamka. Ndivyo sivyo? Kwa hiyo tusije tukaona jambo gumu hilo. Ni jambo linawezekana kabisa. Mungu akaleta furaha kwenye roho, ikapeleka kwenye mwili ule kwa antena yake ilivyo. Akaleta makero hapa kwenye roho, huyu mtu akapata makero hata kama alionekana ameoza. Sawa sawa? Kwa hiyo inaitwa alamul barzakh. Ulimwengu wa barzakh, roho zote ziko huko zikishatoka.
kwenye mwili, zina mahusiano na miili yake hizo roho. Usikatae hilo mpaka ungoje uingie kaburini, alafu ukiwa hukuona njoo duniani uambie wenzako hakuna, shafika mimi. Sawa? Usianze kukataa mapema, utakuwa huna akili vizuri. Ngoja uingie kaburini, alafu ukiona hakuna kitu, njoo uambie jamani, mimi nishakwenda kaburini, hamna chochote. Ama sivyo? Sieleweki hapo. Hivyo basi, watu wengi kadhia ya kifo huwastua sana, lakini kuna wakati kifo kinaweza kikamsababishia mtu akikikumbuka. Yaani watu mara nyingi kifo kinawastua, hawapendi hata kukizungumza. Sawa? Hawapendi, na ukitaja habari ya kifo, bwana mbona kuvuruga bwana? Kwa nini? Kwa sababu kweli kifo kinakata starehe za watu. Hadimul ladhat, inakata starehe kabisa yani. Sasa mbona unazungumza kifo? Lakini kama ukiweka kwenye akili vizuri, kuzungumzwa kwa kifo ukakitia akilini, kinaweza kukusababishia ukaishi vizuri sana duniani. Utaona unaweza ukaishi vipi duniani vizuri, kwa sababu unaweza ukaishi maisha ya kufaulu duniani na akhera. Unajua mtu anaweza akakumbuka kifo ikawa sababu ya kuishi na ndugu zake vizuri sana. Kwa kukumbuka kifo. Pengine alikuwa hapatani na ndugu zake, akaja akaitwa akaambia, ndugu yangu, wewe mtu akufa hata hujui siku yoyote ya kufa, siku gani utakufa, unagombana na ndugu zako bure, uende kwa Mungu mmekasirikiwa na Mungu. Achana nalo hilo, patana na ndugu zako. Amekumbushwa kifo, akaona kweli, basi nisamehe. Wakaombana msamaha, wakaishi vizuri, kwa sababu amekumbushwa nini? Kifo. Amekumbushwa kifo ndio sababu ya kupatana. Lakini mwanzo alikuwa na kibri, mimi wewe tutajuana tu, hakuna nini wala nini. Huyu mbona anasema hivi? Mkumbusheni kifo. Anakumbushwa kifo kweli, anafikiri kweli bwana, mimi sijui nitaondoka lini. Wenzangu wangapi wa umri wangu wamekusha kufa, si ndio hivyo? Akishakumbushwa ile anapatana na ndugu zake, anawaomba msamaha, anaanza maisha mazuri kama vile kifo hakuna. Kumbe ndio kifo ndio kilichomfanya akaishi vizuri. Kilichomfanya apatane na ndugu zake ni kukumbushwa kifo. Kwa hiyo anaishi vizuri kama vile hakuna kifo. Kumbe kifo ndio kilichomfanya akaishi vizuri. Sasa mwanzo alikuwa amejitia hasira zisizokuwa na sababu, lakini sasa yuko vizuri, peaceful na ndugu zake. Kwa hiyo kukumbuka kifo kunaweza kumfanya mtu akafaulu duniani na akhera. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akiwahimiza maswahaba mara kwa mara, akiwaambia wakumbuke kifo. Anasema akthiru dhikra hadimil ladhat, akthiru dhikra hadimil ladhat, fanyeni sana kukumbuka kile kitu kinachokata starehe, kile kinachokata ladha, kikumbukeni sana. Fanyeni sana kukumbuka na kutaja. Kumbukeni sana, tajeni sana, zungumzeni kifo. Kwa nini? Kule kukizungumza kwamba hiki kitakuja kata starehe, kinaweza kikakufanya usikosee. Kikamfanya mtu apate sababu za kuishi vizuri. Kwa sababu kukumbuka kifo kutamlinda mtu asifanye makosa. Kukumbuka kifo na kukizungumza kunaweza kukamfanya mtu akajilinda na kukosea. Bwana, umuogopi Mungu bwana, utakufa, utakwenda kukutana naye. Kosa lile unalikimbia. Mara kadhaa nimekwenda sokoni, wakati mtu akiwa ananihudumia, nikimuona ishara tu za kuwa anataka kufanya kitu sicho, namwambia bwana,
Fanya vizuri, kama vile utakuwa kaburini peke yako, ukumbuke vizuri kaburini utakuwa peke. Mara mtu unamwona amekaa sawa, kama ilikuwa ni vitu vya kuingiza kwenye kopo hivi, anavimimina anaviweka tena kwa vizuri. Nilimwona mmoja anataka kunipa ndizi mbovu. Amefanya maarifa na mmea, akataka kunipa ndizi sio nzuri. Nikamwambia, unajua bwana, kaburini kila mtu atakaa peke yake. Mimi sina shida hata ya kukuangalia unanipa nini. Ninachokiangalia nitakupa hela sahihi, na wewe haki yako ni kunipa kitu sahihi. Kaburini kila mtu atakaa peke yake. Alinichagulia ndizi ambazo ni sahihi. Kwa hiyo kukumbuka kifo kunamfanya mtu ajilinde makosa. Na ukijilinda makosa utaishi na watu vizuri, uishi vizuri. Ndio hivyo. Ndio siri yake kubwa. Ukiwa mtu wa kukosea tu, kila saa unawafanyia wenzako vibaya tu, huishi vizuri. Lakini kwa kukumbuka kifo, kwa kila mtu unamtendea haki, unamfanyia vizuri, kwamba nikifa mimi kaburini ni peke yangu, siku ya kukutana na Mungu nitajibizana naye peke yangu. Ukishakumbuka hilo, hufanyi tena yale makosa. Kwa hiyo manake utaishi vizuri na watu. Ndivyo sivyo? Kutakuzuia kukumbuka kifo, usimuasi Allah azza wa jalla. Kutakulinda kuzunguka kifo, usichukue kisichokuwa chako. Kitu si mali yako, hutokichukua, manake utachunga haki za watu. Kwa hiyo kama utachunga haki za watu, watu nao watachunga haki zako. Manake umeandaa mazingira ya kuishi vizuri. Sigusi cha mtu bila ruhusa, wala sikichukui. Watu wanakujua wewe bwana unachunga sana mambo ya watu, na watu nao wanajaribu kuchunga mambo yako. Wanakupa heshima kwa sababu ya wewe kuchunga vitu vyao. Kumbe kilichokufanya wewe ukumbuke ufanye hilo, unakumbuka mimi sijui wakati wa kufa ni upi. Kwa hiyo kukumbuka kifo kumekulinda usikosee, usichukue kisichokuwa chako, na watu wamechunga vitu vyako. Mtaishi vizuri au muishi vizuri? Kwa hiyo kichukulie kifo kwa sura hiyo. Kichukulie kifo kiwe ni sababu ya kumtii Allah vizuri, kwamba hii dunia ni daraja. Unavuka daraja uende huko unakotaka kwenda, na unatakiwa uchukue mizigo inaofaa kule. Tuko pamoja? Uchukue mizigo inaofaa. Mizigo iko mingi kweli huko, inaofaa na isiyofaa. Ukiwa kichwa kibaya utabeba vitu havifai kule unakokwenda. Wewe uliviona vizuri hapa, kule unakokwenda sio vizuri. Na unavuka daraja, utapata shida kwanza kuvuka daraja lenyewe. Beba kitu chepesi uvuke vizuri, alafu ukifika kule kikufae. Tuko vizuri? Kwa hiyo tujitahidi sana tukumbuke kifo, ili mzigo uliowekwa hapa tuuchuje. Mzigo gani nitapitisha pale alafu ukanifae? Unabeba mzigo mdogo tunaingiza kwenye begi lako hapo naweza kutembea, naweza kubalance daraja pale, ndio. Na nikishuka kule nikivitoa hivi nafaa, basi weka hivyo tu, unakwenda zako. Malakul mauti akikwambia bwana uko tayari ni kuondoe hapo, unamwambia mimi niko tayari. Lakini hapa akija akituuliza ghafla hapa, mko tayari saa hizi niwachukue? Unaanza kufikiri vitu vingi sana. Hata swala ya alfajiri ya leo niliswali ovyo ovyo. Kwa nini uliswali ovyo ovyo? Sasa ungeswali vizuri. Ulichelewa. Ulichelewa au ulijichelewesha? Unajua mwenye, mimi siwaambii mniambia. Kila mmoja anajua yeye. Ile amana ya watu hata sijairudisha. Ukiambiwa nikuchukue sasa hivi, kuna amana sijairudisha. Irudishe basi, hajaji ya malakul maut sasa hizi, nimewambia mfano tu. Kairudishe tukiondoka. Unairudisha kabisa, unakuwa uko salama. Ndivyo sivyo? Deni shalipa, uko salama. Sija mtukana mtu, niko salama. Sichukui riba, niko salama. Alhamdulillah. Ukiwa hivyo, akija tu umebeba mzigo sahihi, akwambia twende, unamwambia twende.
Jamani, kumwambia malakul mauti twende, kazi ngumu. Nimeacha vitu bwana, hivi vitakupotezea muda sana navyo hivi, twende. Kama utani vile, lakini ndio uhalisia. Tunatakiwa tuishi hivyo. Kwa hiyo kutokuchunga kuna kulinda. Usichukue kile ambacho si chako bila ya ruhusa ya mtu au kupewa. Kutakufanya uwe mustaqiman, mnyoofu. Na ukiwa namna hiyo, basi malaika huwa wanashuka mara kwa mara kukwambia la takhaf wala tahzan. Allah anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, wale waliosema bwana wetu ni Allah, ndiye mlezi wetu, tunafuata maagizo yake, yeye ndiye anayetulea. Maagizo anayotupa, pita hapa tunapita, usipite hapa hatupiti. Basi wakishakuwa hivyo, thumma istaqamu, wakawa na msimamo vizuri, usifanye hivi, sifanyi ya Rabbi, usifanye hivi, sifanyi. Basi tatanazzalu alaihimul malaika, malaika huwashukia wakiwaambia alla takhafu wala tahzanu, nyi msiogope katika maisha haya, mko vizuri, wala msihuzunike mkiambiwa kuondoka, msihuzunike. Hivi vitu vilivyoko huko wala visikukereni mkahuzunika. Na siku ile roho inatoka, ndio malaika anakuja live hivi anakwambia usiogope wala usihuzunike vile ulivyoviacha. Tizama mbele, hebu kuna nini? Ukiangalia mbele unacheka, unasema umekaa vizuri. Wa abshiru bil janna, furahieni pepo, kule kuzuri zaidi kuliko huku. Lakini hiyo inahitaji juhudi kidogo, tuwe tunakumbuka kufa mara kwa mara, ili msimamo wa namna hiyo tuwe nao. Tuko pamoja? Kwa hiyo kufa ni kama wigo fulani. Wigo huu unaokuzuia wewe usiteleze teleze. Ukifika hapa unaambiwa tulia bwana, kaa kwenye mazingira haya, usiende huko. Na wigo mwingine umewekwa kwa huku, wewe nenda huku, unakwambia nenda huku, usiende huku, manake unasogezwa upande daraja kwa Allah. Usivuke kuteleza na usivuke huku, nenda huku, wacha huku kwa wazi, panda daraja uende kwa Allah. Sawa? Wigo si unajulikana? Wanawekewa kizuizi, yani ni kizuizi fulani cha kufanya usikosee. Acha kwenda huku, nenda huku, upande daraja kwa Allah. Kwa hiyo ni msukumo wa kukusukuma kwa Allah, na ni kinga ya kukuzuia kuteleza teleza. Kukumbuka kifo kunamfanya mtu mara kwa mara ajirudi nafsi yake, ajirudi akiwa alikuwa ameanza kupagawa, anajirudi ili arudishe mahusiano yake mazuri na ndugu zake na wenzake, majirani zake. Kifo kinamfanya mtu ajirudi. Usipagawe ukawa unasonga mbele tu, kibri, yani na nguvu na sauti na nini. Akikumbuka kifo tu anajirudi, anaacha kupagawa, anaangalia mahusiano mazuri na ndugu zake na jirani zake. Wapenzi wake hawafanyi tena kuwa maadui, wanarudi kuwa ni wapenzi tena. Mume na mke kuna wakati wanaweza wakapagawa, kila mmoja akawa amejisahau. Nini bwana, kwani nini? Wanawake wamejaa tele, na yule anambia wanaume pia wamejaa tele. Ni rahisi tu namna hii. Mahusiano yote mliokuwa nayo, mnajibishana maneno namna hiyo, mpaka panapatikana mtu mwenye hekima kidogo, anawaambia mnajifanya kama hamtokufa bwana. Yaani mnaongea tu mnachotaka. Hebu kumbukeni mtakufa, mtakwenda kuulizwa kwa Allah. Kila mmoja anavuta pumzi kidogo, anaambiwa kwani hana mazuri huyu? Na wewe huyu hana mazuri? Nayo. Hajawahi kukufanyia mazuri, kwa nini? Watajirudi, umewakumbusha kifo. Umewakumbusha kusimamishwa kwa Allah.
Sawa sawa, eh? Kwa hiyo kifo kinamfanya mtu anajirudi mara moja, ili aweze kurudisha mahusiano yake kwa waliomzunguka, na itampelekea kurudisha, kujirudi kule kutamzidishia furaha, ataishi na wenzake maisha yenye furaha pamoja nao. Kama kifo tulikuwa tunakifikiria kwa upande mmoja tu, kwamba kinaniacha mpweke mpweke, kinamfanya mtu ameondoka, nimekuwa peke yangu, kinaweza kanifanya mimi nikaenda peke yangu nikaacha wenzangu, hisia za namna hiyo tu. Kuna wakati mwingine kichukulie kwenye hisia za namna nyingine ya upande wa pili. Chukulia hivi, haya maisha haya ni mafupi sana. Chukulia hivi, maisha kwa kawaida ni mafupi sana. Hata ukipewa miaka 150 bado ni mafupi. Sawa? Kwa kuwa ni mafupi, kwa nini ujenge uadui na watu? Kwa nini ujitie kero? Maisha yenyewe mafupi. Ikiwa ziko sababu za kufurahi, kwa nini usifurahi kwenye mambo yaliyo halali ukafurahi? Wanazungumza katika ile mfano wa mtu asipokuwa na qanaa. Tulishazungumza nafikiri, akikosa kukinai. Somo la qanaa tumeongea hapo. Akikosa kukinai, anaweza kumiliki kitu kitakachomsaidia kikamfanya afurahi. Anakosa furaha tu kwa sababu ya kumwangalia Saadi anamiliki nini. Umeelewa? Amejikosesha furaha. Bwana Kayoka mbona ana hiki mimi sina. Huna hicho, lakini kuna kitu hiki kinaweza kukufanya ukaishi vizuri. Ukioni tena hiki, unaangalia kule. Umeeleka hiyo? Lakini ukiwa una qanaa, hiki ulichonacho unaweza ukafurahi. Tena maisha yakaenda na Mungu akakujalia mbele ukafikia hicho ulichotaka kingine. Sasa na mauti ukiachukulia kwa sura hii, kwamba maisha ni mafupi. Sasa kama maisha ni mafupi, kwa nini nijibebeshe uadui na wenzangu? Nijibebeshe kutokufurahi kwa nilichopewa na Allah cha halali? Kwa nini najibebesha shida hizo, kero nyingi? Mimi najua nitakufa wakati wowote. Hebu hivi vitu vya halali alivyonipa Allah nifurahi vizuri, nimpe na mwenzangu anapohitajia, tuweze kusaidiana, tuishi maisha ya furaha, tupendane, tukikosana tusameheane, si ndio hivyo? Ukifikiria kwa sura hiyo, mauti yanaweza yakakuweka kwa position nzuri sana kuyakumbuka. Lakini ukiyakumbuka mauti kwamba yatanifanya mpweke, anayeniondokea basi ameniacha mimi peke yangu, nikiondoka nimewaacha mimi watu huku. Lazima waache. Wao na maisha na wewe una maisha ya kwako yamekwisha, lazima waache. Sasa usiwaze vitu vya kwamba nitaacha watu, nitaachwa mimi. Usiwaze hilo. Kuachana huku ni lazima. Huku ni jambo lipo, kuachana hivi, sawa? Hili lipo. Tuachane vipi ndio jambo la msingi. Tumeachana kwa furaha, tulikuwa tunaishi vizuri. Utasikitika mwenzio amekuondoka, ndio sawa, lakini alhamdulillah alikuwa mtu mzuri. Tunataraji Mwenyezi Mungu atampokea vizuri. Tunamuombea kwa Allah amepokewa. Na mimi Mungu anipe mwisho mzuri. Tukiachukulia mauti kwa sura hii, utaweza kufurahi na kile cha halali ulicho nacho, na utaondoa uadui kwa wenzako, utaishi kwa amani na wenzio. Sawa sawa? Ndiyo sababu ya kuwakumbusha mauti, ili tujikinge na makosa, tuweze kufurahi na kile cha halali alichotupa. Tusichukue cha haramu tukashindwa kuvuka daraja vizuri, mzigo umetulemea. Sawa sawa? Naam. Kwa hiyo maisha haya mafupi hayastahiki kero zote mtu kujibebesha, na kujibebesha uadui usiokuwa na sababu. Beba furaha kwa kile ulichonacho, kuwa mwenye kukinai, toa huduma. Toa huduma
kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu. Irham man haulak, muhurumie aliyekuzunguka. Sawa sawa, kuwa na huruma kwa waliokuzunguka. Toa huduma. Ukitoa huduma utaishi vizuri na utahudumiwa, ila usitoe huduma kwa kutaka wewe kuhudumiwa. Wewe toa huduma, ni wajibu wako kutoa huduma, lakini kwa kuwa Mungu ni tajiri na hamwachi mtu ovyo hivi hivi, ukitoa huduma utapata kuhudumia. Ndio Mungu anavyofanya. Sawa sawa. Mungu bwana ni mwadilifu sana. Wewe usitafute kulipwa na watu kwamba nafanya vizuri ili nilipwe, usitafute hilo, lakini kwa ukarimu wa Allah huwa anafanya hivyo, hakuachi hivi hivi. Huo ndio ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Si tunasema tenda wema uende zako, usingoje malipo au shukurani. Huo msemo wenyewe unasema hivi, tenda wema uende zako, usingoje shukurani. Unasema hivyo msemo wenyewe, tenda wema uende zako, usingoje nini? Shukurani. Usingoje hiyo, lakini ilivyo, ukitenda wema utapata wema. Toa huduma unapokumbuka kufa. Ukitoa huduma mambo yatakaa sawa hata upande wako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliulizwa siku moja, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, mjumbe wa Allah, ni mtu gani aliye bora katika waumini? Mtu gani bora katika waumini? Afdal, bora sana. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ahsanuhum khuluqa, ni yule mwenye tabia njema sana kushinda wenzie. Tabia njema ikawa nzuri sana kwake kuwashinda wenzake. Ana maadili, mtu mwenye maadili, mwema sana kuwashinda wenzie. Ahsanuhum khuluqa, mwenye tabia njema sana, huyu ndio mtu bora sana. Qila, kukaulizwa tena kukasema, fa ayyul mu'minina akyas, ni mtu gani katika waumini mwenye akili sana, akili yake inachaji vizuri? Tuko vizuri? Mtu gani katika waumini kichwa chake kiko safi, kinafanya kazi? Akyas, akili yake iko barabara, hayuko mawenge mawenge. Nani huyo? Sikiliza mtu huyo alijibiwa. Qala sallallahu alayhi wa sallam, aktharuhum lilmauti dhikra, ni yule ambaye mauti anayakumbuka sana. Kichwa chake huyu kinafanya kazi. Tuko pamoja? Aktharuhum lilmauti dhikra, ni yule ambaye mauti anayakumbuka sana. Huyu kichwa chake kiko vizuri, huyu kinachaji huyu. Tena si hivyo tu, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, na yule ambaye anajiandaa kufanya vizuri sana kwa yale yatakayokuja baada ya mauti. Ana maandalizi mazuri kwa yale ambayo yatakuja baada ya mauti. Ahsanuhum lima ba'dahu istidada, yule ambaye anafanya maandalizi mazuri sana kwa mambo yatakayokuja baada ya mauti. Huyu kichwa chake kiko vizuri, kinachaji huyu, sio mawenge huyu. Hakuishi duniani kimawenge mawenge huyu. Anakumbuka kuna kufa, halafu baada ya kufa kuna nini? Kuna jambo fulani, anaandaa kabisa hilo. Huyu yuko safi. Mtume akasema, ulaika al-akyas, hao wanaofanya namna hiyo ndio watu wenye akili. Hao ndio watu wenye akili. Katika mizani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wenye akili ni waliojiandaa kwa akhera vizuri. Wamekumbuka mauti, halafu baada ya mauti kuna nini? Wakajiandaa. Hawa bwana, kwa sababu dunia ni ya kupita, ya kupita. Sasa ya kupita, umebweteka, umekaa kabisa kabisa,
Mfano wake ni mfano wa mtu ambaye anapita Iringa kwenda Mbeya kwa basi ambalo litaingia stendi kwa dakika 5 kuingiza watu wengine. Sawa sawa. Pale stendi dakika 5 ulitakiwa ufanye nini wewe? Kama kuna kitu cha kufanya, ni mtu anayepitisha muhindi dirishani ukanunua. Sawa sawa. Pana apple inapita, ukitaka ukatoa hela ukachukua, si ndio? Lakini ni makosa makubwa kwamba gari linasimama dakika 5, umemkuta Mmasai na mbuzi 40, wewe umeshuka umekwenda kwa yule. Nataka mbuzi hawa. Unaanza kubagaini mbuzi. Upesi bwana, tupatane bei chap chap, gari itaondoka. Umeshapatana, umeshampa hela, unataka kusoga mbuzi ulete kwenye basi. Jamaa, wewe vipi unapigiwa hodi? Ni bora nipakizie. Wakupakizie mbuzi 40 wapi? Wewe vipi? Mwachana tupotezea muda huyo. Utaacha mbuzi au utabaki na mbuzi? Utaangalia mwenyewe. Hukutumia akili, muda umeutumia vibaya. Sasa tuna dakika chache hapa duniani hapa. Hii gari inapita tu hapa kidogo. Nunua epo tu ondoke nalo. Sawa sawa. Nunua epo, usiwakere wenzio walioko kwenye basi. Chukua epo pale, chukua, umelipa gari, twende. Hutokera mtu kwenye basi na wewe mwenyewe hutokereka. Tuko vizuri? Hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuiangalie dunia kwa sura hiyo. Jamani, haina maana tusihangaike kutafuta. Kama hatutotafuta, manake hatutoacha kitu. Tutakuwa tumefanya nini? Tuachie watu kama tulivyoachiwa sisi. Watu wamehangaika wakaondoka, wametuachia madrasa kama hivi tupo. Wengine wameshakwenda. Si ndio hivyo? Misikiti, wengine wameshakwenda. Kina mama wangapi waliotujengea msikiti hapa? Wenyewe hata hawajui. Wameondoka tayari. Wamebaki wachache katika walioshiriki. Huu msikiti zamani ulikuwa unaitwa msikiti wa kina mama. Msikiti wa kina mama. Walijenga wanawake huu. Wamewaachia watu hapo. Wameondoka, wametuachia kitu kizuri wa kuacha. Hii ipo kwao. Kwa hiyo usije ukasema kama kifo ndio hivi mimi sitafuti chochote. Atafuta. Kuna mzee mmoja mwenye hekima alikutwa na miaka isiyopungua 90. Ametingwa na mitende. Anapalilia mitende yake midogo na huko anapanda mingine. Akapita mtu mmoja akamwambia, "Mzee, una miaka mingapi?" Akataji umri wake. Mtu alivuka 90 akamwambia, "Hii mitende mpaka kuja kuzaa huwa zaidi ya mwaka mmoja. Sasa mbona wewe umeshughulika nayo sana? Si ushughulike na ile ukisha zaa tu ule uvune, unaanza kupanda mingine." Yule mzee akasema, "Mingi katika hii tulipokea kwa waliopita, ikatukuza mpaka tukafika hapa. Acha tupande wengine na utuachie." Tuko vizuri? Kile kitendo anachokifanya yule ametanguliza akhera. Sadaqatin jariya. Alaysa kadhalik? Ndio hivyo. Kwa hiyo toa huduma, kumbuka kinachokuja mbele, ufanye vizuri katika mambo yanayokufuata huko mbele baada ya kufa. Huyo ndio mtu bora sana, alitajwa ahsanuhum khuluqa, mwenye tabia nzuri sana, maadili yake haya yako vizuri. Alafu mtu gani mwenye akili zaidi, sio mawenge? Akasema aktharuhum lilmauti dhikra, yule ambaye anakumbuka sana mauti. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, na anaandaa vizuri mambo ambayo yatafaa baada ya kufa. Tuko pamoja? Bwana mmoja mwema katika waja wema aliulizwa swali. Kuna mtu alikuja akamwambia, "Mali la uhibbu almaut." Bwana, hebu nikuulize swali. Swali gani bwana? Mimi na matatizo gani? Mbona mimi sipendi kufa? Usikia? Najiona sipendi kufa. Kwa nini hivi? Nina shida gani mimi? Yule mja mwema alimuuliza hivi, "Alaka mal?" Una mali wewe? Akasema, "Naam, nayo mali." Yule mja mwema akamwambia hivi, "Qaddimhu amamak." Hiyo mali yako hiyo itangulize mbele yako. Tangulize vipi manake?
itoe kwa ajili ya Allah, watu wafaidike. Toa huduma kwa ajili ya mali yako. Ukishatoa huduma, nini kitatokea? Kinachotokea ni hiki: fa inna qalba almu'mini ma'a malihi, kwa sababu moyo wa muumini uko pamoja na ile mali yake. Vipi yani? Mali yangu iko wapi? Basi na mimi niko hapo ili nishughulike na hiyo mali yangu. Sasa idha qaddamtahu, ukiitanguliza tu, idha qaddamahu, akiitanguliza huyo muumini mali yake, ahabba an yalqa bihi, an yalhaqa bihi, atapenda akutane nayo kule. Akishaitanguliza ndo atapenda akutane nayo. Mimi bwana napenda mali yangu bwana, sasa naitanguliza kabisa ili nikakutane nayo huko. Wa in akharahu ahabba an yataakhara ma'ahu, akichelewesha basi atapenda abakie kuchelewa hapo. Yani alimjibu kwa hekima, amemtajia muumini kwa sababu alimjua yeye ni muumini. Lakini binadamu yuko hivyo. Binadamu si anapenda kuwa na mali yake, sio? Sasa kwa kuwa binadamu huyo alimkusudia yeye ni muumini, akamwambia muumini, ukimwambia tanguliza kwa Allah ataelewa, lakini mtu ambaye si muumini umwambie tanguliza mali yako kwa Allah wakati anataka kutumia hapo, yeye ajui habari ya huko, sawa? Kwa hiyo akamwambia tanguliza, ukitanguliza tu utapenda ukutane nayo huko. Ukichelewesha utajikuta mara unapenda nawe kubaki. Umeelewa? Sasa kuitanguliza ni kufanyaje? Toa huduma. Toa huduma. Ukitoa huduma tu utajikuta kifo kinaanza kuondoka uoga wake. Uogopi. Lakini kama utoe huduma utaogopa. Utataka kuviona vilivyokuzunguka. Sawa? Tuko pamoja? Msiseme ustadhi anataka kutufanya hapa na umri huu tuwaze kufa tu. Sio hivyo. Nataka mfanye vizuri. Muishi vizuri. Mfurahi haya maisha mafupi haya. Unafurahi huku unamuona Allah. Unakwenda kwenye mipaka ya Allah. Unafurahi kuwa naye. Kama unampenda Allah, kwa nini usifurahi? Utafurahi, naye atakupenda. Ukipendwa na Allah hutofurahi. Ishi vizuri basi, toa huduma. Huyu mcha mwema akaendelea kumwambia yule bwana, anamwambia kile unachokipenda kuwa unapenda uwe nacho, basi hakikisha unakitanguliza akhera. Kile unachokiona unapenda ubaki nacho, wewe kipeleke akhera hicho. Unapenda nini wewe? Mimi napenda sana hii. Peleka akhera. Utapelekaje akhera? Toa huduma. Ndio maana unaona watu wametingwa, wanajenga vituo vya kulea watu, misikiti, kuchimba visima. Ndio anatoa huduma hivyo. Ile pesa yake anaoipenda ile anaitanguliza kule. Sawa sawa, Anawapa watu scholarship kwenda kusoma. Anatoa huduma. Wewe unataka nini wewe? Mimi kitu fulani fulani fulani. Anampa huduma, ameitanguliza ile pesa yake kwa sababu anaipenda. Sio anaipenda anakaa kuihesabu. Utakuwa mawenge. Sio mawenge. Na hesabu tu. Hela sio kazi yake kuhesabiwa tu. Nani alikwambia hela kazi yake kuhesabiwa? Hela inatakiwa itumike. Itumike wapi sasa ndio shida. Shida ni hapo tu watu wanaitumiaje. Lakini hela siku zote inatakiwa itumiwe. Na itumiwe kutoa huduma katika jamii. Sio itumiwe kuua watu, kuumiza watu. Akamwambia usichokipenda basi wewe shauri yako kiache hapa hapa tu. Lakini ukikipenda kitangulize, ukishakitanguliza wala hutoogopa tena kufa. Ukishakitanguliza yaachilia mbali sasa, utakufa lini? Leo, kesho, kesho kutwa, vyovyote iwe. Kwa hiyo tukumbuke sana kufa mara kwa mara ili kutuandae nini? Tujikwepeshe madhambi. Dunia tusije tukaibeba mgongoni yote kama yule atakayebeba mbuzi ameliacha basi. Utabeba mbuzi au utakwenda kwenye basi, shauri yako. Tutaridhika na maisha hata kama tumepewa mtihani kwa kiwango fulani tusichokitaka. Hata kama tumepewa mtihani kwa kiwango kile ambacho sicho tulichokitaka.
Sawa eh? Kuna wakati ulitaka hivi lakini hukupewa hivyo, basi unaweza ukaridhika na kile ulichopewa baada ya juhudi zako, na ukiridhika utaishi vizuri. Usiporidhika utakufa huku unaumia, wala huwezi kubadilisha kitu, utakufa. Maanake utakufa na husda, chakula unacho huli. Inaeleweka? Unacho lakini huli, unamhusudu mtu mwingine tu. Utakufa wewe, vidonda vya tumbo nini, ulimwazia mtu tu. Kula vitu vyako usipate vidonda, huli. Sijui inaeleweka? Inaeleweka? Usipate vidonda bure, wala usikae na njaa bure wakati unacho kwa kumtizama fulani. Hujafikia hatua ile, kwa hiyo hata hii ulionayo hioni. Undhuru ila man huwa asfala minkum. Mtume anasema watizameni wale mliowapita, walioko chini kuliko nyinyi. Wala tandhuru ila man huwa fawqakum, wala msiwatizame walioko juu yenu. Atakuja mtu atasema wewe unahamasisha umaskini. Sina maana hiyo, sihamasishi umaskini, nahamasisha fanya juhudi ya kufanya kazi kwa kiwango chote cha hali ya juu. Lakini unapokuwa hukufikia pale ulipopataka, usianze kumsema Mungu vibaya ukamshtaki kwa watu, kwa viumbe wake. Mungu anawaona kina fulani tu, sisi hatuoni. Wewe hakuoni vipi wakati mpaka sasa macho hata ulipii? Macho ulipii au sijaeleweka hiyo? Pumzi pia ulipii, bure tu. Mikono yako kunyanyua hivi ulipii, alafu unasema Mungu hakuoni. Hii mikono hii, hebu una betri hapa unabonyeza ndio mkono inuke? Mkono unainuka, macho yanapepesa, unaongea kwa sauti kubwa kama hivi, unatoka unakwenda huku unakwenda kula, alafu unasema Mungu hakuoni? Anawaona kina fulani. Akili yako nzima unasema Mungu hakuoni. Wenzako wamekaa hospitali, wameingizwa drip, wamenani mpira huko kumpelekea chakula, hajamkosea Mungu chochote. Inatisha sana. Bwana mmoja aliona majumba mazuri makubwa makubwa, akamwambia mwenzake, tumepitwa sana sisi bwana. Sisi tumepitwa sana. Tumepitwa vipi? Mungu hajatuona bwana sisi. Kitu gani? Angalia mambo hayo. Anaonyesha majumba. Akamwambia, bwana kuna kitu hujakiona. Si hatujapitwa, si tuko mbele kweli. Wapi? Twende. Akamchukua bwana. Mpaka hospitali, akamuingiza kwenye wadi. Vipi? Njoo. Akamwambia, unamuonaje yule? Saizi wewe ungekuwa umeingizwa mpira hapa. Unaonaje wewe na yeye vipi? Basi mtizame na yule miguu, mtizame na yule pale. Basi bwana imetosha. Twende. Anamtoa, hataki tena kuona. Vipi, umepitwa au hujapitwa? Sijapitwa. Hajapitwa. Unamshtaki Mungu kwa viumbe wake wakati kuna neema chungu mzima uzilipii. Subhanallah. Tungetakiwa kulipia. Unaambiwa vocha imekwisha, mkono hauinuki. Una vocha leo. Sana fanyaje leo, mkono hauinuki? Tafuta vocha, kopa kwa mwenzio. Mpaka uingize vocha ndio mkono unaanza kufanya kazi. Saa ngapi? Bure mikono inafanya kazi. Angalia neema nyingine bwana, moja kubwa kweli, zote kubwa. Hivi uwekee msosi unaupenda pale, alafu mtu akwambie usitoke mate huku mdomoni, uwe vivyo mara umemeza. Hii neema hii umeileta wewe, umefanya ujanja ije? Hakuna. Chakula kinanukia, basi mate yanatoka kwa kweli, yanajaa una meza tu. Neema ya Mungu bure kabisa, bure, ulipii. Ili nini? Ukiingiza chakula kile kiende vizuri, kinamezeka. Alafu unamshtaki Mungu hakuoni. Kwa hiyo kukumbuka kufa kutamweka mtu ajiepushe na madhambi, kutamfanya aridhike kwa maisha alionayo, hata kama hakufikia kile kiwango alichokuwa amekitaka yeye. Juhudi amefanya lakini hajafikia, asimshtaki Mungu. Kutamfanya aendelee kuwa na uchangamfu wa kufanya mambo ambayo Mungu anaridhia. Juhudi atafanya za kutafuta kazi nyingine na nyingine na nyingine, lakini zinazoridhiwa na Allah.
Sio nimekosa hapa basi nikakope milioni ngapi. Wewe usikope mkopo wa riba. Wewe tafuta juhudi tu. Atakwambia usipokopa mkopo wa riba utoki. Haya bwana. Alafu ufe ghafla hujalipa. Na moyo utakuwa uko hai daima unapokumbuka kufa. Moyo wako siku zote utakuwa uko hai. Hai vipi? Unaona vitu sahihi, sio mayiti. Moyo uliokufa ni ule unawaza vitu vya ovyo ovyo. Mtu aliyejizira. Unajua mtu akijizira? Umejizira kabisa, yani huogi. Maji yapo, huogi. Mafuta yapo, ujipaki, umejizira. Mayiti kabla hajafa moyo wake ushakufa. Wewe huogi kwa lipi sasa? Maisha wanayo watu wengine. Maji haya hapa, maisha wanayo watu wengine. Takuwa na chawa bure. Kwa hiyo mtu akikumbuka kufa atakuwa na nishati ya kufanya kazi vizuri na moyo wake unakuwa uko hai. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alizungumza, alisema in qamati saa, lau kama ingekuwa kisimame kiyama, wa biyadi ahadikum fasila, na kwenye mkono wa mmoja wenu kuna kitalu fulani, fa in istataa alla taquma hatta yughrisaha falyaf'al, kama ataweza akipande kile kitalu chake kabla kiyama hakijasimama, apande kwanza alafu ndo aache kiyama kije. Msemo wa hekima sana. Unaweza ukasema sasa kiyama kinakuja, hiki kitalu cha nini? Wewe usiki na hiyo, wewe unahusika na kufanya kazi yako wewe. Fanya kazi yako yenye manufaa haraka. Kabla hicho kiyama hakija kuja, wewe ushafanya. Sawa sawa? Kitalu chako unacho hiki hapa. Manake mauti yako hapa saa hii, saa ya kufa wewe, sio kiyama kile kiyama. Lau kama saa yako ya kufa itakuwa imefika. Kikitajwa saa manake kiyama, si ndio? Lakini tafsiri lugha inakwenda kwa upana zaidi. Lau kama saa itafika wewe ufe, si ndio? Kuna kitalu hujakipandikiza, kipande kwanza halafu ufe. Ya Rabbi, ya Rasulullah, nife sasa nitakuwa nimefaidika nini? Hapana, umeshatoa huduma, umetanguliza mbele. Tuko vizuri? Kitalu kipande kwanza halafu we kufa. Allah, huyu ndio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliangalia maana ya kutoa huduma. Toa huduma halafu ndio ufe. Na katika watu wanaokuwa wamechukua sifa za hero, wale majemedari wale waliofanya vitu vikubwa, anamkomboa mtu halafu yeye anakufa. Katoa huduma ili yeye afe. Potele mbali nife mimi, huyu apone. Hayapo mambo haya. Anamwangalia huyu mtoto, huyu bado mdogo sana, huyu atoke tu, atafanya atakavyofanya mpaka anamtoa, halafu yeye amekufa. Mbele ya Allah huyo kama alikuwa ni muumini anakwenda pazuri sana. Kama si muumini jina lake bado lipo duniani. Bwana alikuwa hero. Hakosi malipo. Hakosi malipo. Muumini ana na malipo yake kule. Si muumini malipo yake ataendelea kutajwa vizuri. Alitoa huduma, ametajwa siku zote. Sawa sawa? Mungu apoteze ujira mwenye kufanya wema. Tunawajibika kuishi na familia zetu huku tukikumbuka mauti na kuyataja. Na tukiishi na marafiki zetu tufanye hivyo vile vile. Na mtu asijichagulie rafiki ambaye hapendi mauti yatajwe. Kama unaona mtu hataki habari za mauti kabisa, manake muhalifu huyo. Ukishamuona hivyo, usipende kwa rafiki yako. Hataki mauti, ukishataja mauti tu anakimbia. Maisha yake anaoishi ni ovyo ovyo. Huyo hafai. Lakini tunatakiwa tuwe tunakaa, tunakumbushana kufa. Nafikiri niishie hapo, kama kutakuwa kuna maswali uniulize. Anasema inaruhusiwa kumwombea mwenzio afe kwa kumuona anateseka? Hairuhusiwi. Bali iliruhusiwa mtu yeye mwenyewe
ikiwa ameona hapana budi kwa hali alionayo, basi akiomba aseme hivi: ya Rabbi, kama itakuwa kufa kwangu ndio kheri, basi nichukue kwa sahihi, na kama kubaki kwangu ndio kheri, basi niache. Kwa sababu usidhani kwamba kila kuteseka ndio manake ni mateso. Kweli ni mateso kwa kipindi fulani tu, lakini inawezekana kwa Allah kumpa mtihani huo, pengine ndio sababu ya yeye kumsafisha kila kilichobaki. Anamsafisha ili aondoke ameridhika kwa Allah, amemridhia Allah na Allah amemridhia, anaondoka mzuri. Kwa hiyo utakuwaje umuombee mtu ambaye alikuwa anasafishwa? Wewe umjui kama Mungu mwenyewe alikuwa amemweka pazuri pale, na vile pale alipokaa pengine anasema la ilaha illa Allah, ya Allah, ya Allah. Sasa yeye anasema ya Allah, wewe unamwombea afya, inakuwaje? Yuko karibu na Mungu wake kweli kweli, hufai kumwombea wewe. Ruhusa imetolewa hiyo, kama mtu akiwa anaona hapana budi kuomba, basi bado aombe kwa sharti hiyo. Kama kufa kwake ndiyo kheri, basi Allah amchukue. Kama si kheri, kuwa hai kwake ndio kheri, basi abakie. Kuna wakati Allah anamfanya mtu pamoja na mateso alionayo abakie, ili aendelee kupata fadhila, aondoke vizuri zaidi. Sawa sawa, eh? Kwa hiyo tusije tukachukulia kila unapomwona mgonjwa ni mgonjwa ikawa ndio matatizo kwake. Hapana, kuna wakati kwake ni mazuri kweli. Kuna kisa cha wagonjwa wawili wa aina moja waliwahi kukaa kwenye chumba kimoja kwa nyakati tofauti. Maradhi yalikuwa ni hayo hayo. Mungu alitaka kuleta mtihani kwa wale wanaohudumia. Bwana mmoja alikuwa anaumwa, kensa imemtambaa mwilini, za damu za nini, vitu vyote vinavyojulikana vya ovyo ovyo anavyo. Ana maumivu mengi sana yule. Anapewa namna tu ya kupata relief tu kidogo, apunguze tu maumivu, lakini kwa tiba alikuwa ameshajua hana tiba tena. Kiasi kwamba wamemwekea vitu vya kubonyeza vya alam, akiweza kubonyeza kwenye mguu kule abonyeze, akiweza hapa, yani amekuwa taabani, akiweza hapa akibonyeza tu ili nesi aweze kuja haraka. Manake mdomo wake bado unaweza kuongea vizuri, lakini mwili umechoka, kae kwa mipira kila pahali. Basi bwana yule haiti, mpaka manesi wanashangaa, huyu hivi alivyo hakuna muda wote, mpaka nesi akija tu amuulize, unahitaji huduma gani, usaidie nini kidogo, tukuchome sijui sindano gani? Basi anasema mimi niko vizuri. Subhanallah. Wanalia wanaomhudumia wanavyomjua, mashine yamemzunguka, anasema alhamdulillah niko vizuri. Habonyezi hata mara moja kuita. Mungu akamweka alivyomweka hivyo, na watu walikuwa wanaingia kwa kumfariji, kila wakati wanaingia kumfariji, kuzungumza naye, kumuombea na nini. Wanamkuta na yeye yuko faraja kushinda wao, kama vile chumba kina nuru kwa ajili ya yeye mgonjwa aliyopo. Wanaingia watu wazuri tu kila wakati. Akafa. Baada ya kufa, masiku si mengi sana, kabla manesi hata hawajasahau mtu huyu, ameletwa mwingine, bwana ugonjwa unafanana. Amewekwa pale bwana, ameanza kupewa huduma. Ana matusi huyo. Amewekewa vifaa na hivi namna ile, anavibonyeza saa zote. Watu wakija, mtakaje mbali na mimi na umwe. Fanyeje? Mpaka ikawa sasa hata akibonyeza hawaji tena. Wakija hata wageni kuja kumsalimia, matusi kwenda mbele. Mnafuata, mnanicheka mimi, mnaniona mimi kwa nimeomba. Sisi tumekuja kukufariji tu, mnafikiri mimi nimeomba? Matusi kwenda mbele. Ikawa chumba chake ukikiingia, manake kama kimekuwa giza kwa sababu ya tabia alionayo yeye. Tofauti watu wawili. Mmoja ilikuwa chumba ni nuru kwa sababu ya kumsikia anayoyasema mgonjwa. Huyu wa pili chumba kimekuwa kama giza, unaogopa hata kuingia. Kwenda kumsalimia unaogopa. Na Mungu amemjalia mdomo unaweza kusema. Anaweza, lakini ana matatizo sehemu nyingine tu. Kwa hiyo matusi tu.
Wewe unafikiri mimi nimeomba? Mnakuja mnatizama nini? Kwa hiyo binadamu ni mashahidi wa ulimwengu, maana mashahidi wa watu hapa duniani. Maana mpaka mnabaki yule wa mwanzo hivi ni mtu wa aina gani mbele ya Mungu, na huyu ni mtu wa aina gani? Unabaki mwenyewe unatafakari tu, imekwaje watu wawili kwenye chumba hicho manesi wamepata mtihani wa aina hiyo? Kwa hiyo usije ukadhani hata siku moja kumuona mtu labda maradhi yamemshika sana ukamtamania wewe kwamba afe. Wewe muombee Mungu ampe takhfifu tu, muombee takhfifu. Kati ya kufa na kutokufa mwachie Mungu mwenyewe, kwa sababu yeye Allah ndio anamjua mja wake, na mja anajua alichonacho. Pengine kwa kipindi kile yuko karibu na Allah kweli, wewe hujui. Kwa kweli Mungu aliuzungumza wema na ubaya na akaufundisha unajulikana. Masuala ya kwamba unavyoamini wewe kuwa ni jema hata kama ni baya, hii imani yako sio kipimo. Watu wote wanakuona unakosea, wewe bado imani yako inakwambia mimi ninachokifanya hiki ukombozi. Watu wanateseka, wanakuambia hiki unachokifanya, tukipigia mfano kwenye nchi za jirani, watu mpaka leo wanashindwa kuishi. Bila mimi kufanya hivi, huu ni ukombozi. Kwa hiyo kipimo chake kwamba yeye ameona ni jema, sio Mungu amlipe kwa sababu yeye ameona hivyo. Kama ni baya, ni baya tu. Hawezi kuwa na kipimo peke yake. Ubaya unajulikana ni mbaya hata kama kwenye kichwa chako unasema nilikusudia wema. Wewe ulikusudia wema, lakini vipimo vya wema havipo. Wewe unahamasishaje vurugu alafu useme nimekusudia wema? Watu wanakufa wanasema ndio ukombozi. Ukombozi gani? Ukombozi fikra mbaya kwa vijana ambao hawajui. Hiyo sio ukombozi huo. Huo unawafanya wote wawe ndio wamedumaa. Ukombozi ni kutumia akili kidogo, kaangalia hawa ninawapeleka. Nawapeleka wapi? Nawapeleka wapi hawa? Pengine huyo angekushafika miaka 70 asingefanya maamuzi haya. Angebadilisha kidogo, lakini bado yuko hivi 50 hivi, akili yake nayo iko mawenge, anaweza akasababisha akawapeleka watu vyovyote. Na pengine ana guarantee maisha yake yeye, basi anasahau ya wengine. Anaweza kuita ukombozi hata kama ni uuaji. Sawa? Kwa hiyo si kipimo hicho. Wema unajulikana na ubaya unajulikana. Haiwi kwamba ni kipimo kwa sababu nia yangu ilikuwa mimi nimekusudia njema. Hapana. Itabaki ni mbaya vile vile, umefanya kibaya hata kama nia yako ilikuwa ni nzuri. Ndugu yetu anauliza, anasema unaweza ukamwambia mtu swali bwana, mbona unaacha kuswali? Anakuambia niombee dua, Mwenyezi Mungu akipenda nitaswali. Mwenyezi Mungu akipenda, hii lugha haijakaa vizuri. Yaani unataka kuniambia sasa hivi Mungu hapendi wewe uswali? Sio sahihi. Sio Mwenyezi Mungu akipenda. Afadhali hata angeishia hivi, niombee dua bwana. Labda bado mitihani imenishika, dunia imenikamata, niombee dua. Ingekuwa kidogo imekaa vizuri kwamba ni yeye mwenyewe na matatizo yake, lakini muombee dua. Lakini niombee dua Mungu akipenda nitaswali? Hapana, muongo huyu. Huyu sio mkweli. Mungu anapenda uswali, ni wewe mwenyewe utaki. Mbona kunywa pombe unakunywa? Hata hii pombe Mungu mwenyewe akipenda mimi nitaacha. Kwa hiyo Mungu anapenda wewe unywe pombe? Hapana. Sasa kama Mungu hapendi, mbona hajanizuia? Hajakuzuia vipi na ameshakukataza usinywe? Anizuia mimi nisiweze kunywa. Akikuzuia maana mtihani itakuwa iko wapi? Watu wengine wamejizuia nafsi zao wenyewe kwa kujiminya kweli. Wewe Mungu akuzuie kimeujiza, itakuwa hakuna maana mtihani. Ni sawa sana mwalimu amewahimiza wanafunzi kusoma kwa bidii, alafu atatoa mtihani. Kuna wanafunzi hawasomi kabisa, alafu mwenyewe mwalimu anapita na karatasi lake la majibu, akimuona mtu ameandika vibaya, nini wewe, jibu ni hili. Sasa wale waliofanya juhudi ya kusoma, alafu huyu unasema nataka watu wote wapasi bwana, naonea huruma wote wapasi. Wote wapasi kwa mtindo huu wa kuwapa majibu wengine ukufanya uadilifu? Na Allah hafanyi hivyo. Ametufanya wote tuna uwezo wa kufanya na kuacha, na anataka hiki na hiki hataki. Sasa ukisema Mwenyezi Mungu akipenda, wakati Mungu anapenda ufanye hivi, hayo ni majibu ya mawenge, sio sahihi. Huyo hayuko sawa sawa, kichwa chake kibovu. Naam, ndugu yetu anasema kwa mfano mtu aliyetekwa aipinge haki. Vipi kama akiipinga wakati yeye alikuwa haamini kwamba ni sahihi kupinga,
lakini mateso aliyopewa yamekuwa makubwa. Vipi akipinga hapa mbele ya Allah na makosa? Na je, kama akiona potelea mbali, wafanye wanavyofanya, nitakufa shahidi, je, na hili nalo ni sahihi? Si ndio swali? Kwa hivyo yote mawili ni sahihi kwake, fursa hiyo amepewa. Iliwahi kutokea kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kina Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir alikuwa akisumbuliwa sana na wazazi wake, wakatekwa mpaka wakafa mashahidi wa kwanza katika Uislamu. Ammar bin Yasir akawa naye anateswa, anaambiwa amtukane Mtume au amseme vibaya. Kuna kipindi mateso yalikuwa makubwa mpaka akabidi aseme vibaya. Alafu akaenda kwa Mtume akamwambia, Rasulullah, nimejikuta nimesema hivi. Akamwambia, moyo wako, nafsi yako ilikuwaje? Akasema, nafsi yangu ilikuwa haikubali kuwa ni hivi. Akamwambia, wakisema tena wewe sema, wakikutesa tena sema. Yaani ruhusa bado ya kusema kibaya chochote ipo, kwa sababu nafsi yake haikubali hivyo. Ni mateso tu, akwepe yale mateso. Sio kama Mungu anataka watu wateswe. Sawa? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.